Lango 124 kuanzia penyewe hadi mstari wa 5. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Kama sio Bwana akukuwa pamoja nasi. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Unasikia hayo maandishi? Yes. Kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, unafikiria ungekuwa wapi? Soma maandishi wasikie. Kama sio yeye ungekuwa wapi? Jiulize hapo umekaa, ati wewe ungekuwa wapi? Wewe ungetembea wapi? Wewe ungekaa wapi? Jiulize tu. Hebu jiweke wewe mwenyewe ujiweke kwa weighing machine. Ati kabla hujaingia kwa wokovu ulikuwa unakaa aje? Amen. Usiniambie ulikuwa na pesa. Amen. Amen. Soma maandishi. Nasema kama sio Bwana angekuwa nasi ama alikuwa na sisi, jiulize ungekuwa wapi? Ungefananaje? Ungeishi wapi? Ungelala wapi? Sababu kuna watu walikuwa wamechomoka kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya maisha yako. Amen. Mstari wa 2. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Bwana asifiwe. Umesikia hapo? Yes. Sisi tuko hapo sisi wote. Sisi ni walokole lakini tuko hapo sisi wote. Ati wanadamu wangefanya nini? Wangetushambulia. Hawa wanadamu wako kwenu, wako mpaka kwetu. Bwana asifiwe. Hawa wanadamu wako kwenu, wako mpaka Amerika. Hawa wanadamu wako kwenu, wako mpaka India na wamechomoka hivyo. Kama sio Yesu Kristo, nakwambia haungetembea, hata ungeamuka. Amen. Hallelujah. Amen. Danieli akawekwa kwa tundu la simba. Na walijua vile ameingizwa kwa tundu la simba, anaenda kumalizwa na simba hapo. Hata huyu adui yako kwenu, anajua kuna mahali amekuweka. Halali usiku kwa ajili ya maisha yako. Anajinyima hata kukula vizuri kwa ajili ya maisha yako. Hawezi hata akavaa vizuri kwa ajili ya maisha yako. Lakini kwa ajili ya wokovu wako, unavaa vizuri, unakula vizuri, unaishi vizuri. Haijalishi ameenda kiasi gani. Wako hivi. Ni nani kwa hawa wako? Ni nani kwa hawa hakuna adui? Tunajidanganya. Amen. Ni nani kwao anafikiria kwetu sisi vitu ziko tunywe? 3. Papo hapo wangalitumeza hai. Wangetumeza hai. Can you imagine unatembea lakini adui angekumeza hai. Unatembea na anakumeza ukiwa hai. Kama sio huyu Yesu Kristo, kama si wokovu umekere, ukaita Yesu Kristo ni Bwana, nataka kumtumikia Bwana, nataka kutembea na huyo Bwana, nakuambia wangekumeza mzima. Sijui wangekulamba aje. Sijui wangekuwa kama python, wakumeze mzima. Maandishi ndiyo yanasema. Mtumishi wa Mungu Daudi ndiye aliandika hiki kitabu. Sababu alikuwa na maadui wengi. So unajua mtumishi wa Mungu alikuwa mwanavita. Bwana asifiwe. Saa hii wewe ni mwanavita. Umesikia mwanavita? Yale anapitia ni mazito. Bwana asifiwe. Na ni magumu, ni machungu. Kama bila kuvumilia, bila kusimama vizuri, utasema hiyo wokovu acha ikae. Wapendwa, wokovu si kukaa na comfort zone. Wokovu ni kupigana. Kuna vitu vingi zinapigana na maisha yako. Sababu maadui ni wengi. Nao maadui ndio tunapigana nao. Amen. Hallelujah. Amen. Vita zetu si za nyama na damu. Damu na nyama. Vita zetu ni za kiroho. Uacha kukaa umenyamaza. Usiku ukigeuka kwa kitanda, geuka na jina Yesu Kristo. Taja jina Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. 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 Unajua wale wanaishi kwangu wanaona kama huyu mama saa ingine kitu yake si mzuri. Wangetumeza hai. Ukiwa mzima unatembea na anakupagia. Bwana asifiwe. Unatembea na anakusema. Unatembea anakufanyia ngo. Amen. Hasira yao ilipowaka juu yetu. Amen. Hallelujah. Amen. Mpaka anakung'ong'oa. Bwana asifiwe. Anafanyanga kauli. Hallelujah. Akikuona na kumbe bado wako. Amen. Ukipotea kidogo vile imepotea miezi miwili. Nasia sahi. Vile wamekusanyikana bado wako mpaka sahi. Wamekusanyika kwa ajili ya maisha yako.
wanapanga kwa ajili ya maisha yako. Yenda ikawa unajiuliza, mbona mimi sipatagi kazi? Mbona mimi ninahangaika? Maadui wanakaa hivi. Pigana na maadui, ng'ang'ana na maadui. Tang'ang'ana kupitia maombi, tang'ang'ana kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Daniel alitoka pale mzima mzima. Hata wewe utatoka mzima mzima. Bwana asifiwe. Uadui ni mwingi. Unaweza kuingia hata kwa kifuli, ukutese, ukwaibishe kwa ploti. Wewe ulipaki rent. Bwana asifiwe. Mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo maji yafurikayo yangalipita juu yetu. Unasikia, maji yafurikayo yangepita juu yetu na yatufunike. Kuna kitabu cha Isaya kinasema hata hata kama tutapita kwa maji, maji hayatatufunika. Hata tukipita kwa moto, moto hautakuchoma. Unajua ni maadui amekupangia huo moto. Ni maadui amefunga maji yasipite na yasiende, sababu alikuwa anajua hapo ndio utapita. Ukifika umezwe, lakini wewe utamezwa. Wamepanga sana lakini hautamezwa. Haleluya. Uangalie sana usilale kwa nyumba ya Bwana. Saa 7 hata haijafika. Haleluya. Haleluya. Tuchunge sana tusilale. Amen. Wewe ukilala unajua adui atakumaliza. Umelala usiku, unapitisha vitu na adui anasema Bwana huyu. Bwana asifiwe. Tena saa hii kuja kwa kanisa wamefika 5. Mstari wa 5. Papo hapo maji yafurikayo yangalipita juu yetu. Hawezi akapita. Yangepita kama tungeseleki bila kuita Yesu, bila kukubali wokovu, na kuambia angekufunika. Na kuambia amen. Mungu akaambia Musa, au maadui hautawaona tena. Musa alikuwa ameogopa, akaona hao wa Misri hakika watatumaliza. Bwana asifiwe. Naye Mungu wetu ni nani? Adui anapopanga, naye Mungu anapanga mazuri. Adui akipanga mabaya, Mungu anapanga mazuri. Mpaka akamwambia piteni tu, hamtawaona tena. Walipojaribu kukuja, walifunikwa na maji. Haleluya. Ni Mungu wa ajabu. Amen. Amen. Umemaliza hapo? Amen. Haleluya. Kuja Isaya 40 1 mpaka 3. Tena utarudi Isaya 27 3 peke yake ndio tutamalizia. Haleluya. Isaya 40 1 mpaka 3. Tena Isaya 27 3. Maadui. Chungana na maadui. Wacha kuangalia tu yako kwa plot ndio unaonaga maadui. Anatumiwa na yule ako nyumbani na unajua adui wako. Bwana asifiwe. Sasa ile omba ukisema fulani wacha kutumia fulani kunitesa. Bwana asifiwe. Fulani wacha kutumia fulani kunihangaisha. Mstari wa 1 hadi wa 3. Watulizeni mioyo. Baada ya kuteswa, tumekuja kutulizwa mioyo hapa. Tumekuja kutulizwa mioyo na neno. Tumekuja kutulizwa neno na maombi. Tumekuja kutulizwa mioyo na nyimbo. Ukiambiwa imba ukiruka, moyo wako upate amani. Watulizeni. Bwana asifiwe. Ilikuwa imejulikana itakuwa rahisi. Watulizeni mioyo zenu. Hapa ndio mahali pa kutulizwa mpendwa. Ukitoka hapa kama moyo hujapata amani, ujua hakuna mahali pengine unaweza kupata amani kama si kwa Yesu Kristo. Amen. Wangetumeza. Sijui wangetumeza aje, lakini hapa ndio kuna amani. Amen. Mtu amekaa tu anangoja Watulizeni mioyo. Maandishi yamerudia akasema watulizeni mioyo. Watu wake wakatulizwe mioyo. Sababu wanahangaika, sababu wanateswa, sababu wametegwa, watulizwe mioyo. Kwa Yesu ndio moyo uko wa kutulizwa. Bwana asifiwe. Kwa Yesu ndio kuna amani. Hakuna mahali pengine unaweza kupata amani. Ukikaa huko nje ni mateso tupo. Haleluya. Ndio unaona wale hawajakubali. Mtu anachukua kamba, anajiweka. Mtu anachukua somo, anakunywa. Sababu amewaza, akakosa mahali pa kwenda. Lakini kwa Yesu Kristo, unapokuja umulilie, hakika atakusikia.
watulizeni. Hapa ndio kunatulizwa. Unapokanyaga tu mlango unasikia uko na amani. Huyo dada alisema anasikia uko na amani. Ile baraka iko kwa hapa, kwa hii kanisa ya kwanza Voice of the Gospel ni amani. Wacha nikwambie, unapoingia hapa amani ndio unapata. Hata mimi niliingia kama sina amani, nilipokanyaga mahali hapa nikapata amani, nikapata usingizi. Nilikuwa nakaa usiku ninawaza, hakika sioni nikitoboa. Nimeteseka miaka mingi nikitafuta. Shetani wa nyumbani anatumia pepo la Nairobi kunitesa, na hilo pepo hatujuani, hatuongei lugha moja. Nimekuambia na kisababu chungana sana. Hallelujah. Kama si ya madhabahu na yakanipa ujasiri. Nilikuwa na uoga wa jambo, ndio linileta hapa. Miguu zinaniuma, lakini niko na uoga. Hata nikipika chakula mzuri siwezi nikakula hicho chakula. Hata kama nilikuwa na pesa, sikuwa na pesa. Kama niketo, ninawaza nitakufa, nitaenda, nitawacha hizi vitu zangu. Hakika nimehangaika, hakika nimeteseka. Adui ananifuata mpaka Nairobi, anatumia hata yule mtu sijui. Wewe mwangalifu sana. Hallelujah. Alikuwa anataka kunimeza mzima. Ameni hand over kwa mtu mwingine. Wewe ndio uko karibu na yeye. Bwana asifiwe. Yeye hawezi watu wangu asema Mungu, semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni, kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Vita sasa zimeisha, mpendwa. Yenda ikawa utajiuliza maswali mengi, lakini vita zako zimeisha. Ukiwa unaamini, ukiwa umeingia kwa neno, ukiwa unaomba, vita zako zimekwisha. Mtulizwe mioyo, tutulizwe mioyo, na vita zetu zimefanya nini? Tuambiwe tena kwa sauti ati vita zetu zimekwisha. Hallelujah. Ni nani vita zake hazijaisha? Bado unasikia moyo wako unahangaika, unasikia moyo wako unateseka, moyo wako uko na machombo, haujaamua kwa moyo wako, kuna kauoga kamekuingilia. Lakini maandishi yanasema tuwatulizeni, tutulizwe mioyo zetu, sababu vita zimeisha. Hallelujah. Kama utakubaliana na maandishi, sababu hayo sio yangu, siwezi nikatoa sababu sijui. Bwana asifiwe. Hallelujah. Umefika mstari wa ngapi? Mstari wa 2. Uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Unasikia, uovu wake umefanya nini? Umewaachiliwa huyu adui. Bwana asifiwe. Kwa dhambi zake zote. Wewe omba tu Mungu wako. Wewe simama na Mungu wako. Wewe muite Mungu wako kila wakati. Bwana asifiwe. Najua Mungu wako atasimama nawe. Hata waweke maji, hata waweke mawe, hata waweke matope, hata wawashe moto, hata uwashe mara ngapi, mtu wa nne atatembea na wewe. Mtu wa nne atakuongoza. Mtu wa nne atawashangaza. Bwana asifiwe. Hauko peke yako. Uko na mtu ambaye anaitwa Yesu Kristo, mkuu wa wakuu. Hata wakuendee, hata wakuwekee vikao, lakini uko na mkuu wa wakuu atakupigania, ambaye ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Mstari wa 3. Sikiliza. Ni sauti ya mtu aliaye. Sikiliza, kuna sauti ya mtu aliaye. Itengenezeni nyikani. Tutengeneze nyikani njia ya Bwana. Bwana asifiwe. Mradi utengeneze njia ya Bwana, kuna mtu analia, kuna sauti, tutengeneze njia ya Bwana. Nimekuambia, kaa kwa neno, kaa kwa maombi kila wakati, ndio kutengeneza njia ya Bwana. Ukisimama upande wake, na kuambia atakuacha. Pasipo na njia, ni lazima apeane njia. Unaweza kujiona hapa, nimefika, hakika sitatoboa, hata chakula hakuna, hata nyumba inaenda kufungwa, lakini bado wako kutengeneza njia yake, na kuambia hautarudi kulia tena. Hallelujah. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Amen. Tunyoshe jangwani njia kuu. Bwana asifiwe. Kwa Mungu wetu. Ni Mungu wetu. Tengeneza njia, inyoroshe. Ni wewe. Bwana asifiwe. Mimi na wewe tunyoroshe hii njia.
Sababu maadui wamekaa hivi. Hii njia ikinyoroka, hii njia ikiwa safi, na hakuna vile adui atajificha ficha. Unajua adui anatakaga mahali pamejificha ficha ndio mtu asikuone. Sababu hata hizi vitu sikiliza. Ni sauti ya mtu aliaye. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Tutengeneze nyikani njia ya Bwana. Nyosheni jangwani. Tunyoshe jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Haleluya. Kwa Mungu wetu wangu na wako. Amen. Tutengeneze njia. Amen. Tengeneza njia. Wewe ndio unatengeneza njia. Nani anajengaga nyumba yake? Si ni wewe? Yes. Nani anapikaga njia? Kwa maombi. Soma neno. Ita Yesu kila wakati. Mtegemee kila wakati. Muite kila wakati. Mfuate kila wakati. Yesu Kristo hatakuacha. Hajawahi wacha mwenye haki. Haleluya. Isaya mlango wa 27 mstari wa 3. Mimi Bwana nililinda nitalitia maji kila dakika. Bwana asifiwe. Yeye Bwana atalilinda na atalitia maji. Unajua ni nani analindwa na anatiliwa maji? Kila wakati atakulinda na ataweka maji. Ile hata wewe unachokaga, uliita Mungu Jumapili, tena mtaonana Jumapili, lakini yeye anasema atakulinda na ataweka maji. Ataweamka. Haleluya. Ataweamka. Katika jina la Yesu ataweamka. Amen. Ita Yesu kila wakati, sababu ameahidi akasema naye atanyunyizia maji kila wakati. Huu mti usikauke. Haleluya. Mti mzuri, wewe ni mti mzuri. Mti ule umeokoka, unamjua Yesu, ni mti mzuri ambao unazaa matunda mema. Amen. Haleluya. Amen. Mimi Bwana nililinda nitalitia maji kila dakika. Asije mtu akaliharibu. Umesikia tena? Yes. Unasikia adui pia anaweza kutokezea hapo katikati. Atalilinda isije mtu afanye nini? Mtu asije akaliharibu. Ujue wa adui huko. Amen. Na yeye atafanya nini? Atalilinda. Haleluya. Amen. Sasa wewe ukilindwa, ni furaha ya aina gani unalindwa? Ni furaha ya aina gani unanyunyuziwa maji usije ukakauka? Haleluya. Amen. Tumeulizwa wale wako na Roho Mtakatifu, wale wamejazwa na Roho Mtakatifu. Si watu wamekubali wote ni wa Roho Mtakatifu. Si Roho Mtakatifu anakuongoza, si Roho Mtakatifu anakulinda, si Roho Mtakatifu anakutetea kwa maadui. Roho Mtakatifu. Usiseme nilikuwa nataka kutoka na kuna kitu kinaniambia. Hakuna kitu, ni Roho Mtakatifu. Sema nilikuwa nataka kutoka lakini nasikia anakataa. Kuna jambo mahali unaenda, uko utafanya kitu lakini anakataa. Ni Roho wa Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Usiku na mchana nitalilinda. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unaweza kumlinda usiku na mchana. Usiku unangorota, mchana uko biashara zako. Ni ukweli? Yes. Amen. Sizozi mtu hapa. Sisi tulikuwa kesho. Yes. Mchana si watu walikuwa biashara. Mchana wakati wakawa kazi zao. Mchana watu wakawa shughuli zao. Wenye kwenda banku wanaenda. Wenye kisha ndio anaongea. Soma. Mimi Bwana nililinda nitalitia maji kila dakika. Atalitia maji kila dakika. Bwana asifiwe. Kumaanisha amesimama na uhai wako kila dakika, anakuchunga kila dakika, anakuangalia kila wakati. Yeye ameapa, yeye atanyunyizia maji, ataweka maji kila dakika. Hatachoka na wewe, lakini sisi huchoka. Amen. Hata mimi nikiwa hapo na Mungu anisame. Amen. Soma maandishi. Asije mtu akaliharibu. Usiku na mchana nitalilinda. Atalilinda. Bwana asifiwe. Amesema atalilinda usiku na mchana, atakuwa na wewe, atakulinda, atakutetea. Hakuna mtu ataliharibu, hakuna mtu atalimaliza. Hata adui ainuke kiasi gani, ameapa akasema atasimama na wewe, atakulinda kila wakati. Popote uendapo, mahali unatembea, atakuwa na wewe. Hallelujah. Hii wiki afanye nini?
Hii wiki afanye nini? Hii wiki akulinde. Kama ni mchana akulinde. Kama ni usiku akulinde. Popote utakayaga akulinde. Popote utaenda akulinde. Katika jina la Yesu akulinde. Katika jina la Yesu akupiganie. Katika jina la Yesu akutetee. Hii wiki siende bure. Wacha kuonekana. Wacha akulinde. Wacha akutetee. Ameahidi mwenyewe. Akasema atakulinda usiku na mchana. Mchana wacha umuone. Usiku pia wacha umuone. Sijue wewe ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Karibu Reverend. Hallelujah. Mtumishi wa Bwana makofi. Pigia mtumishi makofi. Pigia mtumishi makofi.